Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kutufikisha mahali hapa. Lakini la pili, nichukue nafasi hii kukupongeza sana Mheshimiwa mgombea kwa kupata heshima ya kipekee kutoka chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kuwa mteule wa chama chetu. Lakini la pili, nichukue na mimi nafasi hii kukipongeza chama changu kwa kuniona na kuniteua kuwa mgombea au peperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye wilaya ya Monduli. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Hakika umeitendea haki Monduli. Mheshimiwa Mwenyekiti, wana Monduli tuna shukrani ya kukushukuru kwa kumteua Namelo Sokoine kuwa mjumbe wa kamati kuu. Ni heshima ya kipekee kwenye jimbo letu la Monduli. Mheshimiwa mgombea, naomba niseme machache ya utekelezaji ndani ya halmashauri ya wilaya Monduli. Na Mheshimiwa, nayasema haya kwa sababu nilipata bahati ya kuwa mwenyekiti wa halmashauri ndani ya miaka 10 na kuwa mdiwani kwa miaka 15. Kwa hiyo haya nayasema ni vitu ambavyo hatukutegemea ingetekelezwa kwenye miaka 4. Mheshimiwa mgombea, wakati unaingia madarakani, sisi Monduli tulikuwa inapofika Januari tunachanga shilingi 10,000 kwa ajili ya kujenga madarasa ya miundombinu ili watoto waende shule. Lakini ulipoingia madarakani ulituletea madarasa 36 na mwaka uliopita ukatuletea na madarasa 25. Jumla ya madarasa ndani ya kipindi chako Monduli ni 61. Lakini Mheshimiwa Rais mgombea, hatujakaa sawa, ukatuletea shule za sekondari 4: Meserani, Lepurko, Mswakini na Migungani, yenye takriban ya bilioni 2.5 na yote imekamilika. Mheshimiwa mgombea, hapo ni kwenye sekondari. Shule za msingi umetujengea shule ya kisasa Monduli Juu anapotokea Namelo Sokoine, zaidi ya shilingi milioni 480 imejenga shule ya msingi ya kisasa. Leo watoto wa Monduli Juu, ile korongo lililokuwa linawazuia wasiende shule, sasa wanafika shule. Lakini sio hilo tu Mheshimiwa mgombea, wakati unaingia madarakani tulikuwa tuna shida ya shule za chekechea kwenye maeneo mengi ambayo umbali wa kwenda shule ya msingi alikuwa ifikiki. Umetujengea shule shikizi 12 kwenye maeneo tofauti tofauti. Hiyo yote ni kipindi chako cha miaka 4. Mheshimiwa mgombea, wakati unaingia madarakani tulikuwa na vituo vya afya 2 ambavyo havijakamilika, kilichoko Mtwambu na kilichoko Makuyuni. Hivi tunavyozungumza mgombea urais, vituo vile vimekamilika na vinafanya kazi. Lakini sio hilo tu, wana Monduli wanachokujivunia kwako. Umetujengea kituo cha afya cha kisasa kilichoko Nafco cha zaidi ya shilingi milioni 800. Leo tunavyozungumza, wamama waliokuwa wanakwenda kilomita 54 kufuata hospitali wilayani wanapata kwenye kata ya Luksale. Hiyo ni matunda ya awamu yako ya kwanza ulipoingia madarakani. Lakini Mheshimiwa Rais, mgombea urais, wakati unaingia madarakani, hospitali yetu ya wilaya ilikuwa ni hospitali ambayo ilikuwa na majengo machache. Umetuletea fedha milioni 900 ambayo tumenunua vifaa tiba. Leo hospitali ya wilaya utazania ni hospitali ya mkoa, ina vitu vya kisasa. Mheshimiwa mgombea, leo tunapozungumza hospitali ya wilaya ya Monduli, tunayo mashine za kuwapokea watoto njiti, watoto 10 ambao tulikuwa tunawapeleka KSMC au Mount Meru. Leo ni kazi yako uliofanya hapo. Mheshimiwa mgombea, umefanya mambo makubwa kwenye afya. Leo tuna ambulance Ngaruka, tuna ambulance Kigongoni, tuna ambulance Makuyuni, tuna ambulance Nafco, tuna ambulance 2 hospitali ya wilaya. Haujaishia hapo Mheshimiwa mgombea, umetuletea tena. Hakika sijui cha kukulipa, hatujui cha kukulipa wana Monduli. Kwenye ilani hii nimepitia kidogo, nimeona makubwa ulioweka ya Monduli. Kwanza, umeweka kwenye ilani hii ya 2030 umetuwekea nyumba vya madarasa ya shule ya msingi, madarasa 100 ipo kwenye ilani. Lakini sio hilo tu, kwenye sekondari umetuwekea nyumba za walimu 200, shule ya msingi umetuwekea nyumba 100, hiyo ipo kwenye ilani. Mheshimiwa mgombea, sisi wana Monduli tuna deni la kukwenda kukupigia kura tarehe 29. Mheshimiwa mgombea, kwenye upande wa maji tuna mradi mkubwa uliofunguliwa
yenye kuhudumia vijiji 13 na kata 7 ambao ulisainiwa mwaka juzi. Mradi huo umeshaanza. Ni mradi wa shilingi bilioni 20. Mradi ule mheshimiwa mgombea utakapokamilika utatuokolea wananchi takriban 80,000 watakuwa wamepata maji. Tunaomba mradi ule ukamilike. Lakini sio hilo tu. Tuna mradi mwingine Makuyuni bilioni 7 ambao na mradi umeanza. Lakini sio hilo tu. Ipo kwenye ilani. Sio hilo tu. Tuna bwawa la Somainen lililoko Mwenduli Juu, umetutengea shilingi bilioni 2.5. Lakini sio hilo tu. Tuna bwawa la Nanja, umetutengea bilioni 3. Lakini sio hilo tu. Una bwawa la Moita, umetutengea milioni 800. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Mheshimiwa mgombea, ninaye mengi ya kusema kwa sababu nilipata bahati ya fedha zote zinazokuja kutoka serikalini. Nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri. Mheshimiwa mgombea, tunaomba sana mambo matatu, maombi yetu. La kwanza ni mradi ule wa maji. Fedha kidogo inasuasua. Tunaomba mheshimiwa mgombea angalau fedha zije. Lakini la pili, tuna eneo ambayo sisi unajua kabisa Monduli 70% ni wafugaji. Tuna eneo ambalo tunategemea sisi kwa ajili ya malisho. Na ndio benki yetu. Eneo linaloitwa eneo la mafunzo ya kijeshi na malisho ya mifugo, ambalo kuna watu baadhi wamejitokeza wanadai fidia. Sisi tunakuomba mheshimiwa mgombea, eneo lile sisi hatuhitaji fidia, liendelee kubaki kama eneo la malisho na mafunzo ya kijeshi. Hiyo ndio ombi letu la pili. Lakini ombi letu la tatu, mheshimiwa mgombea, tuna ziwa letu la Manyara hapa Mto Mbu, ambapo ulikuwa usimame leo asubuhi lakini ilishindikana. Tuna ziwa hilo, tuna mgogoro kidogo ambao umetusumbua kwa muda mrefu. Tunaomba mheshimiwa mgombea, hiyo mgogoro kati ya wananchi na TANAPA itatuliwe ili wananchi wetu waweze kuvua kwa amani na utulivu. Lakini mheshimiwa mgombea, ombi langu la mwisho ni TAWA. TAWA ameweka kwenye eneo la Mto Mbu, na ukijua fika umeitendea nchi hii maajabu kwa Royal Tour, na sisi ni wanufaika. Ukipita pale Mto Mbu, magari yanayopita mheshimiwa mgombea, unaweza ukasema ni miujiza au ni nini, lakini ni kazi kubwa uliojitoa kwa moyo kuitengeneza filamu yako ya Royal Tour. Tunapata wageni wengi, lakini shida yetu pale kuna mageti yamewekwa TAWA mheshimiwa mgombea, yanatunyima uhuru wa sisi wazungu kushuka pale kwa sababu wanachajiwa hela nyingi, na ule ni mji kama ulivyo Karatu. Sasa hivi wageni wote wamehamia Karatu. Kwa hiyo tunaomba yale mageti yasogezwe ili na sisi tunufaike na hii keki ya taifa uliotutengenezea mheshimiwa mgombea. Mheshimiwa mgombea, mimi binafsi niendelee kukuahidi na niseme mbele yako, sisi wa Mwanamonduli wapiga kura tuko 140,133. Sikiliza takwimu nzuri mheshimiwa mgombea. Lakini tumejipanga hivi na kamati yangu ya siasa. Tuna mabalozi 1,500. Na tayari tunavyozungumza nimeshazunguka kata zote zangu 20 kuzungumza na mabalozi wote 1,500. Tukafanya mahesabu rahisi tu. Kila balozi ana wajumbe wake 4. Tumeambiana mahesabu ya rahisi, tukigawanya hao wapiga kura kwa kila balozi atachukua wapiga kura 23. Kila balozi na wale wajumbe wake 4 wakienda kupiga 23, wananchi wa Monduli waliojiandikisha 140,130 watakwenda kukupigia kura wote, watanipigia na mimi na watawapigia madiwani. Hiyo ndo kazi tunayofanya sisi Monduli. Tunakuomba kabisa kwa dhati, utakapomaliza, najua utakapomaliza, tuangalie na sisi Monduli kwa kututembelea kidogo tu. Tuna zawadi tulikuwa tumeziandaa luku tukupe kama Wamasai, lakini tulivyosikia umepita tukasema tutakufuata huko uliko, tukueleze, angalau utupangie siku uje na sisi tusalimie, tutapata amani na tutakupa na upendo uliotupa ya msisi wetu. Baada ya maelezo yangu hayo, nataka nikuahidi na kuambia Wanamonduli waliopo hapa. Wanamonduli mlioko hapa, nyosheni mikono juu wote. Hao na Wamasai watakuja baadaye wakipata fursa kusalimia. Hao wote wanakwenda kupiga kura na kuhakikisha wanakupa kura zote za ndio. Mheshimiwa mgombea, nakushukuru sana. Asante.